tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata alama moja kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugenini. Tumepata alama moja. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 ibakia. Ni michezo ya kwenda kujipanga, kuangalia tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa 3 wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na Sokoine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya City imeendelea kuwa wapinzani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha. Mwenyekiti, mbele ya macho yako ukipata mashabiki wamesimama waondoke atumtaki. Hili linawapa ujumbe gani? Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Young Africans bado uko kwenye mchakato wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi tunakwenda, na kila mtu anafanya mashabiki wanafanya kati yao, uongozi unafanya kati yake, wachezaji wanafanya kati yao, na basi kwa wachezaji kila mtu ana kati yake. Wao tusiwe na yake. Kwa upande wako wewe binafsi, wamekaa nyuma Mbeya City kwa muda mwingi wa mchezo. Picha ilikuwa ruhusu ya kucheza, tumestruggle kwenye inaitwa kucheza, tukaingiza striker wawili mwishoni baada ya 10 za mwisho, angalau tukaanza kuwa na kitu kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo technically walikuja na mpango mzuri wa defend na umewasaidia kupata alama moja, sio alama moja, tunasema alhamdulillah. Ali wakati timu ikiwa inapata matokeo bado kuna machambuzi na watu walikuwa wanazungumza kusema kocha. Leo badala ya wapiga ramli, leo wanaweza kuwayumbisha kwa namna yoyote. Wapiga ramli achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma tulianza ligi tukafunga Mbalali na Yesu. Kwa issue sio nyakati. Issue ni timu ilikuwa sasa hivi na matokeo chukuliwa atakuja tu. Yaani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifunge. Tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi tutapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafunga. Lakini hilo ndio hivyo. Mwaka tunaofungwa na EF ilikuwa ni mechi ya wapi? Kwa mechi ya 3 ya 4 kama kwa vile vile. Kwa ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndio football iko hivyo. Tulikuwa tunajua kuna siku Yanga itaangusha alama, na hiyo siku imefika leo hapo siku hiyo kwenye mchezo wa pili. Na tunasema alhamdulillah kama kuna sehemu za kuimprove. Ukipata mapema picha hiyo, unarudi kwenye meza ya tathmini na kwenda kuimprove. Kutoka wale labda mashabiki wa Africans wanaweza kuingia na pressure kama afisa bana. Unaweza kuamini mashabiki hakuna haja ya kuwa na pressure. Ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kucheza. Bado kuna mechi nyingi mno zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi 4, hatujafungwa. Tumeangusha tu alama 2, tumepata alama 1. Kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tu watulivu, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Hadi mchezo unaofuata ni mnaingia kwenye break ya FIFA, alafu tunakwenda kimataifa. Tunakwenda Malawi, Lilongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe mbona kama una majibu yako? Nini kinaendelea? Huu vipi huyu? Kwa sababu umesema timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. Tumepata alama moja leo. Si ndio? Hatujapoteza mchezo. Kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga. Wewe kinachoendelea ni kipi? Mbona kama watusemea? Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, na muwe na safari njema kurudi Dar.